Samsoni. Lakini Samsoni akaamua akasema kwamba kama vile unavyonisumbua kwenye hiki kichwa changu hakujawahi kupita wembe wowote. Hapo Delila alitaka kujua nguvu za Samsoni zinatoka wapi. Rafiki yako ni nani? Ni nani ambaye anakuzunguka? Rafiki yako mnasaidiana kwa njia gani? Kuna watu hapa ndoa zao zilifujika kwa sababu wakati alioa mke alifikiria ameoa mke mwenye anaweza kumwambia siri zake. Kuna watu hapa maisha yao yamesonga mbele kwa sababu wakati alioa mwanamke huyu amekuwa wa msaada kwa maisha yake. Siwezi kujua wewe uko wapi. Kuna watu hata wameacha masomo, kuna watu wameacha kazi zao kwa sababu ya marafiki wao, na kuna watu wamepata kazi kwa sababu ya marafiki. Kuna watu wamekoma katika wokovu kwa sababu ya rafiki, na kuna watu wameangamia kwa sababu ya rafiki. Rafiki yako ni nani? Ni nani ambaye anakuzunguka? Delila alimzunguka Samson. Kumbe alikuwa mtu anataka kujua siri za Samson. Rafiki yako ni nani? Lazima ukiwa katika wokovu utafute njia ya kujua ni nani adui wako na ni nani rafiki yako. Na kama huyu ni rafiki yako, anakusaidia na nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Endelea. Delila alipoona ya kuwa amemwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akatuma mtu akawaita wakuu wa Wafilisti akisema, "Njoni huku mara hii tu, maana ameniambia yote aliyo nayo moyoni mwake." Ndipo wakuu wa Wafilisti wakamwendea wakachukua ile fedha mikononi mwao. Amen. Wachia tu hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Delila alipoambiwa siri zake zote, Samson alipomwambia siri zake, alipomwambia mahali ambapo anapata nguvu, Biblia inasema kwamba Delila akaambia wakuu wa Wafilisti ya kwamba amekwisha kuniambia siri zake zote, njooni huku. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa na rafiki kumbe anataka tu kujua siri zako. Sijui ni nani ambaye ako na rafiki wa aina hiyo. Rafiki wa kuangamiza, rafiki wa kukumaliza. Rafiki yako ni nani? Ni nani ambaye anakuzunguka kwa maisha yako? Delila alimzunguka Samson. Samson alijua ya kwamba Delila ni mtu mzuri, rafiki ambaye ninaweza kumwambia siri zangu. Lakini kumbe Delila alikuwa anataka kumwangamiza Samson. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Second King. Nataka tunajifunza tu mambo ya rafiki. Second King. Mstari wa 2. Kuanzia hapo. Tunajifunza kuhusu yule mtu ambaye anakuzunguka. Soma. Mstari wa 2 kuanzia pale. Ikawa hapo Bwana alipopenda kumpandisha Elia mbinguni kwa upepo wa kisulisuli, Elia alitoka kikani pamoja na Elisha. Elia akamwambia Elisha, "Tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Betheli." Elisha akasema, "Kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha." Basi wakashuka mpaka Betheli. Basi wana wa manabii walikuwako Betheli, wakatoka kuonana na Elisha. Wakamwambia, "Je, unajua ya kuwa Bwana atamwondoa bwana wako leo, asiwe mkubwa wako?" Akasema, "Naam, najua, nyamazeni." Ngojea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu ni Elia na Elisha. Hawa ni watu ambao wanatembea pamoja. Nilikwambia kwamba nitakupa changamoto na pia nitakutia moyo. Elia na Elisha walikuwa watu wawili
rafiki wa aina gani? Unaye rafiki wa kukuangamiza? Je, mmeshikana mnasaidiana kwa njia gani na rafiki yako? Mtu ambaye anakuzunguka anakusaidia kwa njia gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki yako ni nani? Rafiki yako ni Delila? Rafiki yako ni Elia? Rafiki yako ni Elisha? Rafiki wako ni mtu wa aina gani? Nataka ujiulize swali hilo, ujichuje, ujue kwamba mimi ni rafiki wa mtu fulani. Je, ninamsaidia ama ninamwangamiza? Kwenye eneo lake la wokovu kuna kitu ninamchenga ama kuna kitu ninambomoa? Elisha na Elia walishikana na walikuwa wanajengana, lakini ona Delila anapomwangamiza Samsoni, mpaka Samsoni akamwambia nguvu zake mahali zilipokuwa, na Samsoni akaangamizwa kwa sababu ya Delila. Je, rafiki yako ataangamizwa kwa sababu yako ama rafiki yako atasonga mbele kwa sababu yako? Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kaa katika wokovu kwa muda mrefu, lakini sisi ni watu wa kuangamiza. Ama labda tunaweza kaa katika wokovu kwa muda mrefu, lakini sisi ni watu wa kuchenga. Wewe uko wapi? Wewe ni mtu wa kuchenga ama wewe ni mtu wa kubomoa? Kwa muda ambao umekaa, umetenga rafiki yako ama umembomoa? Mtu ambaye mnakaa naye kwa pamoja unamsaidia namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Endelea. Elia akamwambia, tafadhali kaa hapa Elisha, maana Bwana amenituma niende mpaka Yeriko. Akasema, kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. Nao wakafika Yeriko. Basi wana wa wanabii waliokuwako Yeriko wakamkaribia Elisha wakamwambia, je, unajua ya kuwa Bwana atamwondoa bwana wako leo asiwe mkubwa wako? Akajibu, naam, najua, nyamazeni. Elia akamwambia, tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende mpaka Yordani. Akasema, kama Bwana ishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha. Wakaendelea mbele wote wawili. Amen. Wacha tu story ya Elijah na Elisha mnaijua, lakini nataka tu ujue kwamba rafiki yako sijui kama ako kama Elia na Elisha ama rafiki yako ni Delila, lakini nataka nikukumbusha kwamba ungekuwa vyema uwe kama Elisha na Elijah, kwa sababu wakati huyu mtu Bwana anataka kumchukua, kuna kitu ambacho aliachia rafiki yake, akamwambia kwamba hata kama unaenda, niachie tu kitambaa, niachie tu kithibitisho, nifanye vile unavyofanya. Rafiki yako anakusaidia namna gani? Ndugu zangu, dada zangu, nataka nikuambie kwamba uko msaada kwa rafiki yako, kuwa msaada kwa mtu ambaye anakuzunguka. Usiwe kama Delila alivyokuwa katika Samson akamaliza. Inawezekana kwamba unamaliza mtu kwa upanga, lakini inawezekana umemaliza katika maneno. Inawezekana umemmaliza katika madharau. Tafadhali rekebisha tabia yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Hesabu wale watu ambao wanazunguka ni beneficiary, ni wa kubenefit. Umebenefit kwa rafiki yako, umepata nini kwake? Kuna kitu ambacho amekujenga. Rafiki anaweza kupoteza mpaka hatima yako iishie hiyo. Kuna marafiki wamefanya mpaka watu wameacha kazi zao. Kuna marafiki wamefanya mpaka ndoa za watu zikaanguka. Kuna marafiki wamefanya mpaka watu wakaisha katika vileo. Kuna marafiki wamebomoa nyumba za watu. Wako marafiki wa aina hiyo. Sijui wewe ni rafiki wa aina gani? 14 kuanzia hapo. Kitabu cha Hesabu. Tunasoma Hesabu mlango wa 14 mstari wa kwanza. Mkutano wote wakapaza sauti zao wakalia. Watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamnung'unikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakamwambia, ingekuwa heri kama tungelikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungelikufa katika jangwa hili. Ngoja hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa kitu kinachonisumbua mahali hapa ni kwamba Musa alichaguliwa na Mungu
kupeleka wana hawa katika nchi ya ahadi. Na Bwana akamwambia Musa, akamhakikishia kwamba Musa, nitakwenda na wewe mahali ambapo unaenda. Lakini kwa sababu ya wale watu ambao wanamzunguka, wakaanza kunung'unika katika ile safari ya Musa kupeleka katika ile nchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Wakaanza kumwambia Musa ya kwamba Musa, ingekuwa heri hata kama tumekufia katika nchi ya jangwa. Yaani afadhali tungelikufia kwetu. Bwana Yesu asifiwe.